Inshallah tunachojaliwa ni kutasiana katika majambo ya kheri, ikiwemo swala la migogoro. Hakuna sehemu inayokosa migogoro. Migogoro na suluhisho lake. Msemaji mmoja anasema qata'na dinana bitarqi dunyana wa ma dinuna yabqa wala alladhi narqa. Tunaikata dini yetu kipande tukatie kiraka dunia yetu. Dini tushaiharibu, dunia yenyewe itatuacha. Tumekosa kote kote. Nabii tabaraka wa taala pia anasema katika hadithi qudsi, idha utitu raditu wa idha raditu baraktu wa barakati laysa laha nihaya. Nikitiwa amri zangu nitaridhia, nikiridhia nitabariki. Baraka yangu haina kikomo, itaenda kwa mtu, mtoto, mjukuu, mpaka moja kwa moja. Lakini kinyume chake, idha usitu ghadibtu, nikiasiwa wakaniasi waja nitakasirika. Wa idha ghadibtu la'antu, nikasirika nitatoa laana. Wa laanati tablughu ila 7 min al-uludi, laana yangu itaenda mpaka kizazi cha 7. Allah tupishe nayo. Katika migogoro dunia hii hakuna pahala panakosa migogoro, kwa sababu Ibilisi hana likizo, popote yupo na ndiye anagombanisha watu ili apate kundi la watu wataende nao katika jahannam. Tabaraka wa taala anasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Wakikutana makundi mawili miongoni mwa waumini wanagombana, hawaelewani, wafanyieni sulhu kati yao. Kundi moja likilemea kumuonea mwenzake, basi pambaneni ile kundi ambalo linakuwa jeuri mpaka lisimame kuelekea katika mstari wa Allah tabaraka taala. Basi wakishawapatana wasuluhisheni kati yao kwa uadilifu, na mfanye uadilifu. Mwenyezi Mungu huwapenda wenye kufanya usawa na uadilifu. Nasema pia tabaraka taala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tadhlimun wa la tuzlamun. Katika masuala ya migogoro pia inaingia katika matendeo ya watu. Sema, enyi mlioamini, muogopeni sana Allah na muache kabisa masuala ya mabaki ya riba. Kama nyinyi waumini kweli, msifanye hivyo, mmetangaza vita na Allah, vita na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na mkirejea mkatubia, basi msingi mliopata basi ni wenu, lakini msipende kudhulumu watu wala msipende kudhulumiwa haki zenu. Swala migogoro, ukiingia kama swala riba, umetangaza mgogoro na Allah tabaraka taala. Nabii asema, adali waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Mtu mwenye kumfanyia ubaya, kumuudhi kipenzi wangu, ametangaza mgogoro, ametangaza vita na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ibadun idha aradu arada, Allah anawaja wakitaka jambo, naye Mwenyezi Mungu ataridhia kuwatakia. Nasema pia, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa in hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idhukum bih inna Allah kana sami'an basira. Mwenyezi Mungu anaamrisha watu wafanye usawa, uadilifu, na kutekeleza kurejesha amana kwa wenyewe. Na mkitoa hukumu kwa watu, hukumuni kwa usawa na uadilifu. Mwenyezi Mungu anatoa wazi kuonyesha watu namna gani ya usawa kufanya. Haka yeye ni msikivu na mwenye kuona. Yote anatangaza watu wasiingii katika migogoro na kusababisha nini? Migogoro. Adl baina al-yatama bi an yuhafidha ala amwalihim wa yadl bainahum. Uadilifu pia ufanyike katika mayatima, walinde juu ya haki zao na kufanya usawa katika kuwagawia mayatima. Utapokuwa umemdhulumu yatima, umetangaza gogoro, umetangaza vita pia. Wa antaqumu lilyatama bilqisti, msimame katika msimamo ule haki kwa mayatima na kuwapa haki zao zilivyo. Wakati wa masahaba kuna watu wawili walisafiri kwenda msituni kwenda kuwinda, watu watatu wakafika mahala wakakamata mnyama wao. Kauli nyingine ilikuwa ni mnyama swala. Wako porini, nyumbani ni mbali, wakataka kubeba huyu mnyama kule, tuchinje huku, tuwashe moto, tupike minofu yetu, tuondoke na nyama. Wakawa hawana moto, wanaona kwa mbali kuna nyumba bondeni kule,
Wakasema bila shaka pale anaishi binadamu, twende. Wakafika wakamkuta mzee mmoja, alhamdulillah ni mcha Mungu. Mzee, tunaomba kibiriti, tuna shida nacho, tuwashe moto. Akawaita wote akamwambia, mko wangapi? Sema tuko watatu. Anasema nauliza swali langu, kati yenu kuna mtu ambaye ashafiwa na ndugu yake au jamaa yake akaachiwa yatima na mali za yule aliyekufa? Tumoja sema mimi nishafiwa na mdogo wangu kaacha watoto na mali. Akaambia basi sogea karibu. Yule mzee akachukua majani makavu, akaambia kohoa kwa nguvu. Katoka moto. Yakasema shida yani ni moto, chukueni. Wakachukua ule moto, wanatengeneza majambo yao, lakini wanaswali kichwani kwamba tutauliza tukimaliza. Tumeomba kibiriti, mwenzetu anatapishwa moto, tutauliza baadaye. Washamaliza mzee atashukuru, lakini tunaswali. Tuliomba moto mkamtapisha mwenzetu. Kulikoni? Akawasemea haya. Innal ladhina yakuluna amwala al-yatama dhulman inma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah ametangaza watu wote wanakula haki za watu yatima kwa njia ya dhulma, wajue hawali ila wanakula moto na watatiwa kwenye gereza la moto kiyama likiitwa Sa'ira. Asema mimi nilimwomba Mungu, kama huyu amedhulumu, Mungu wewe ni mkweli kwamba wanakula moto, mtapishe moto. Akatapika moto. Akajuta asingesema ni mimi. Migogoro ni jambo ambalo si zuri. Migogoro hutokana na utofauti wa hisia za watu, utofauti wa fikra na mitazamo ya watu. Huzua migogoro huibuka kupitia mabadiliko ya umri mkubwa na umri mdogo. Anaweza kuwa mtu mzima akaongea kumbe anazusha mgogoro, au ni mdogo sana akaongea anazusha mgogoro. Pia huituka migogoro kwa njia kama hizo. Hutokea migogoro pia kutoelewana kati ya wanandoa. Pia migogoro hutokea pia migao ya mali za urithi isiyokuwa sawa. Wanandoa wasipofuata misingi na kanuni za ndoa wanatafuta mgogoro. Wafanyabiashara wasipolipa haki za serikali yao, hapa wanatafuta mgogoro. Kwa upande wa makundi mbalimbali, taasisi, mashirika, makampuni, vikundi mbalimbali, migogoro hupatikana kwa sababu za uzawa. Mgeni kapata kazi na umaarufu, mwenyeji hakupata, anatafuta azue mgogoro. Pia matatizo ya kiuongozi ambayo yanasababishwa na watu wasiostahiki kuwekwa kwenye nafasi za uongozi, basi mgogoro unatafutwa hapo. Mawasiliano duni ya kiutawala yasiyowaridhisha watawaliwa, hapa unatafuta mgogoro. Matumizi mabaya ya rasilimali ghafi, mapato na matumizi kama hayakwenda sawa, mgogoro unatafutwa hapa. Saa nyingine kuwa na roho mbaya tu bila sababu yoyote ya msingi, mtu anaweza kuzua nini? Akazua mgogoro. Vyanzo vya kwanza migogoro, miongoni mwa sababu za migogoro, uchaguzi usiokuwa wa haki. Hapa hakutakuwa salama. Huyu anamtaka huyu na ana sababu zake, huyu anamtaka huyu na ana sababu zake, na wote wanaweza kuwa hawana sababu za msingi, kutafuta tu matatizo ya migogoro. Migogoro pia yaweza kutokana na kutokukubaliana madhehebu. Mimi Shafii, mimi Hanbal, mimi Malik, mimi Hanbal. Ule mimi wanatafuta mgogoro. Ilhali wote wanagombania fito moja, kulijenga jengo moja. Allah sema watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Shikamaneni nyote kwenye kamba, kwenye dini ya Allah. Nyote msitofautiane, msifarikiane. Allah Muumba aliyetuumba ni mmoja, mtume wetu Muhammad, kitabu chetu Qur'an, Uislamu ni dini yetu moja. Lakini watu wanatafuta ni mgogoro ya kutafuta umaarufu, umimi. Hizo ndizo sababu chache zinazosababisha migogoro. Sasa kama migogoro ishatokea tayari, athari zake zitatokea nini sasa? Athari tokanazo na migogoro. Kwanza, kudumaa kwa maendeleo. Kwenye mgogoro hakuna maendeleo. Kuenea kwa uadui katika jamii. Kuongezeka kwa kasi kesi nyingi mahakamani, athari za migogoro. Kuongezeka kwa kasi watoto mitaani wasio na huduma muhimu, athari za migogoro. Kutopata haki za msingi watoto yatima, zote ni athari za migogoro. Kutopata huduma na uangalizi kwa wanawake wajane, athari za migogoro. Kufukuzana waumini na kugawana nyumba za ibada, zote ni athari kutokana na migogoro. Kushika kasi na kuongezeka wakimbizi katika nchi za vita, sababu ni athari zinazotokea kwenye migogoro. Sasa suluhisho ni nini? Tabaraka wa taala sema innamal mu'minuna ikhwa
fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Haka waumini wote ni ndugu moja, fanyeni sulhu kati ya ndugu zenu, muogopeni Allah mpate kupata rehema ya Allah. Miongoni mwa suluhisho la migogoro, moja, kutolewe elimu ya uongozi, kuainishwe mgawanyo wa majukumu ya kazi. Kazi yako hii inaishia hapa, inaishia hapa, bila hivyo mtaingiliana, utatafuta mgogoro hapo. Kuweka wazi mambo yote yaliyoainishwa katika katiba na kanuni zake. Kuainisha mapato, matumizi ya taasisi, mashirika, vikundi na kadhalika. Yote ili kutafuta nini? Suluhu za migogoro. Kuwekwa wazi mapato, vyanzo vyake na matumizi yake. Kuweka sanduku la maoni na kuwa na uhuru wa kutoa maoni. Naweza wakaweka sanduku la maoni lakini wakazuia watu kwenda kutoa maoni. Namalizia. Kulipa mishahara kwa wakati, suluhisha migogoro. Kufanya vikao mara kwa mara. Kufanya utamaduni wa kukaa vikao mara kwa mara ili kuepusha watu wakanungunika wakazongoro. Viongozi kufanya maamuzi machungu na yasiyo machungu. Kuchukua hatua kwa maslahi ya walio wengi. Hatua za maamuzi zikoje? Kuangalia mkataba wao waliowekeana ubadilishwe, uboreshwe, ufutwe. Tafuta salama isitokee migogoro. Baada ya maamuzi, watu wavumilie mitikisiko itayotokea, kwani kuna watu hawatakubali kabisa wala kusubiri kutokana na maamuzi husika. Sasa mtoa maamuzi, wewe mtoa maamuzi, ainisha lengo la kufanya maamuzi. Ainisha lengo la kufanya maamuzi. Tumia busara na hekima, usikurupuke kumtangaza na kumfukuza mkosaji. Waweza kuzua mgogoro mwingine. Waweza kumuita kikaoni kwa ajili ya kumuonya au kumtaka aandike barua ya kujiuzulu kulingana na ukubwa wa malalamiko ya walio wengi. Kusanya maelezo ya kutosha kabla ya kutoa maamuzi. Weka mibadala baada ya maamuzi. Kusanya fikra na mawazo ya kutosha yanayolenga kupatikana suluhisho jema. Fanya maamuzi kwa kujiamini, sio kukurupuka. Fanya tathmini kabla ya maamuzi. Kama mtu wa maamuzi ni mwanafamilia, ni mwalimu, ni kiongozi wa jamii, jihadhari kufanya upendeleo, ubaguzi na ushabiki. Utaja kuzua gogoro lingine la migogoro ya kutotoa maamuzi yako. Miongoni mwa migogoro mingi ya taasisi za kidini, kinachogombaniwa si dini ila ni maslahi fulani kwa viongozi na waumini, viongozi na wadhamini, viongozi na wanataasisi. Kama ni msikiti, viongozi muhimu wanaweza kugombanishwa, imamu na maamuma wake, katibu wa msikiti na imamu wake, mweka hazina na waumini. Wanaweza kuwekewa mtego kwa mambo ya kiibada, kiutendaji, kiuchumi. Wakisha nasa katika mtego huo, wagombanishi hujitokeza kama wasuluhishi. Kwa sababu hizo, watakuwa wamepata nafasi ya kutoa maamuzi ya kuwasimamisha. Hatimaye taasisi ya msikiti au na uongozi mzima, kila mmoja humtuhumu kiongozi mwenziwe kwamba huyu ni mtuhumiwa wangu, kumbe wamewekea mtego na ukanasa. Hilo pia kutokea katika mashule, walimu hugombanishwa, walimu na wanafunzi, walimu na wazazi, pia hata katika watu binafsi, mzazi na mwanae, mume na mke, jirani na jirani yake, kiongozi wa familia na familia yake. Kama umeitwa kutoa maamuzi ya usuluhisho, basi jitahidi kufanya uadilifu na usawa. Allah anasema wa anihkum bainahum bima anzala Allah wala tattabi ahwaahum wahdharhum an yaftinuk an ba'dhi ma anzala Allah ilayka fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim wa inna kathiran minan nasi la fasiqun. Na watu watoe hukumu kati ya kutoa hukumu kwa hukumu aliyoshusha Mwenyezi Mungu. Usifuate matamanio ya watu. Jihadhari na kukufutinisha wewe kwa baadhi ya hukumu alizoshusha Mwenyezi Mungu. Wakiwa wamekataa hivyo, jua kwamba Mwenyezi Mungu anapenda kwamba kutatokea tatizo baadhi yao kwa baadhi ya madhambi yao. Hakika wengi miongoni mwa watu ni mafasa. Afa hukumul jahili yabghun wa man ahsanu hukman liqaumin yuqinun.
hukumu ya kijahili watu wakiwafuata. Ni hukumu nzuri gani kwa watu ambao wanayakini juu hivi? Kwa hiyo kuwa makini wakati kutoa maamuzi. Sehemu ya mwisho, angalizo. Epuka kufanya maamuzi ukiwa na hasira. Epuka kufanya maamuzi kwa sababu za ushabiki na wa watu. Epuka kufanya maamuzi kwa sababu ya kuahidiwa bakshishi au zawadi. Shirikisha watu katika maamuzi ili kupata matokeo mazuri. Kuwa tayari kupokea ushauri wa watu. Kwa kuepuka na kuepusha migogoro, usiweke malengo katika malengo ya mtu au ya watu au ya kikundi. Mfano, mwizi kaangalia mali za mtu akaweka malengo yake kuwa pale nikiiba pale nitafaidi sana. Anaweka malengo kwenye malengo ya mtu mwingine, ashaweka malengo. Hatimaye atakamatwa, atapigwa, hata kuuliwa kwa sababu kaweka malengo kwenye malengo yaliyowekwa na mwingine. Mfano mwingine, panya katoboa begi la mtu, kaishi mle ndani na kazaa watoto. Mwenyewe akija huko atamuua na watoto wake kwa sababu kaweka malengo kwenye malengo mengine. Jihadhari usisababishe migogoro. Utazua ugomvi kwa viumbe na hata kwa Muumba. Yauma yafiru almar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Allah anasema siku ya kiyama mtu atamkimbia nduguye wa kuzaliwa, wanagombana huko, anamkimbia mamake, babake, mkewe na familia yake. Kila mtu anataka usalama wake mwenyewe siku hiyo. Nini washakusanisha? Wanaenda kugombana mbele ya safari. Asema Mwenyezi Mungu, dhalika yawmul haqq faman sha'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Hiyo ni siku ya haki. Anayetaka duniani ajitengenezee kwa Mola yake kwamba ni marejeo ya mwisho. Idha tumesema idha taqa muslimaini bisayfihima falqatil wal maqtul fi an-nar. Tumesema wakikutana waislamu wawili na panga zao mbili wanataka kugombana, aliyeua na aliyeuliwa wote motoni. Sahaba kauliza, ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balu al-maqtul? Huyu ameua, bibi aliyeuliwa naye ingie hatiani? Akasema innahu kana harisan ala qatl sahib. Naye alikuwa mbioni kummaliza mwenzake, nia yao ilikuwa moja, wote jikoni. Migogoro katika mirathi husababisha na migao ya dhulma. Akifa mtu Muislamu, basi mali yake itatumika sehemu 4 kama sio zaidi hapo. Kusindikiza mwili wake, gharama za kuoshwa kama zipo, gharama za sanda, gharama za kuzika, mali yake itatumika. Pia usia, na usizidi thuluthi moja usia. Pia deni lilipe. Deni, mfano mtu kaacha shilingi 100,000 mali yake, kafa, alafu kuna mtu anakuja anadai 100,000, alafu sanda inauzwa 100,000. Tufanyeje? 100,000 ni hiyo hiyo, tumpe nani? Mwambia mpeni mwenye deni. Tufanyeje? Changesheni. Hamna, mfugeni na majani mkamvike hivyo hivyo. Hakuna, kampelekeni hivyo hivyo kwa usalama wake. Mwenye deni, mwenye kudai akilalamika, usalama wa marehemu haina. Kwa hiyo deni lilipe awali. Sehemu ya 4, warithi ndio wanaingia safu sasa kuchukua haki ya mtu aliyekufa. Jitahidi na kumuomba Allah kufanya uadilifu. Bila kupata taufiki ya Allah hutaweza. Unaweza kujitia mwenye kitanzi mwenyewe mbele ya Mwenyezi Mungu, ukaitwa fasiki, dhalim, kafiri moja kwa moja. Kwa maana Mwenyezi Mungu alisema waliyahkum ahlul injil bima anzala Allah fihi wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun. Wa hukumu watu wa injili kwa hukumu aliyoshusha Mwenyezi Mungu. Atayehukumu kinyume na amri ya Allah, huyo hao ni mafasiki. Katika aya nyingine ya 45 Maida, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimun. Wote watahukumu kinyume na hukumu ya Allah, hao ni madhalim. Aya ya mwisho 44 Maida, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Watahukumu kinyume na hukumu ya Allah, hao ni makafiri moja kwa moja. Afadhali jiweke kuna uwezo wa kuhukumu, lakini kama utahukumu kinyume na ilivyo, umejitia katika matatizo. Mwenyezi Mungu atujalie katika hali za maisha yetu tusisababishe migogoro, tutagombanishwa na kesi ya Kiyama ambayo ni nzito. Inshallah niishi hapa. Allah ajalie kheri kwa haya machache. Wabillahi tawfiki. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.